ya rais. Kwa hiyo huyu mama anayetoka Zanzibar ambaye hajui hapa Mbeya, hapajui vizuri, anaweza kuambiwa nyumbani kwa mwanani, labda tuseme kwa Masaga, imezuka dhahabu pale. Akasema kuanzia leo hilo eneo la Masaga serikali imerifuta hati ya Masaga, ni eneo la nchi na interest naro. Yeye kutoka Kizimkazi Zanzibar anaweza kusema hata ardhi ya kijijini kwetu pale mimi napokaa sio ardhi yangu tena, na hakuna sehemu utaenda kulalamika, kwa sababu hizo haki haziko enforceable, huwezi kuzilalamikia mahakamani. Hii katiba inasema hivi, wewe una haki ya kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yako. Nikisema hifadhi ya maisha yako, kwamba serikali ina wajibu wewe ukiugua ikutibu kwa kiwango ambacho mpaka ishindikane Mungu atwae. Hapo tutasema tulishindwa. Sawa sawa. Lakini ni Watanzania wangapi wanakwenda hospitali wanakufa kwa sababu wamekosa pesa ya kulipa? Wangapi? Wangapi? Maelfu kwa maelfu. Uongo kweli? Na huwezi kushtaki mahakamani kwamba mke wangu amekufa kwa sababu hakutibiwa, hakupata matibabu. Katiba haitoi hiyo haki. Watoto wenu wanakwenda chuo kikuu, wanakwenda shuleni. Katiba inasema una haki ya kupata hifadhi ya maisha yako kutoka kwenye madini na uchumi wetu. Lakini watoto wangapi wanakwenda shuleni wanarudishwa hawana ada, na huwezi kuishtaki serikali? Wangapi? Wangapi? Kwa hiyo ndugu zangu, tuna maumivu makubwa tuliosababishiwa na katiba mbovu ambayo imemweka madarakani mtu ambaye ni Mungu mtu. Hatuna uwezo wa kumfanya chochote. Ndio maana tumekuja kwenu, tunasema kipaumbele namba moja kwa sasa kwa nchi yetu ni katiba mpya. Sema katiba mpya. Haiwezekani mtu mmoja analala nyumbani kwake, akiamka akipendelea anateua waziri mkuu, anateua mawaziri wote, anateua majaji, anateua wakuu wa mikoa, anateua wakuu wa wilaya, anateua makatibu tawala, anateua kila mtu, anamteua yeye. Ndio maana huyu mama katikati ya uchungu mkubwa, wameua watu, wamejitangaza kwa nguvu, amemteua mkwe wake kuwa waziri. Amemteua mkwe wake. Alafu akaona hiyo haitoshi, akateua yule mtoto ambaye huyu mkwe wake ameoa naye kuwa waziri. Kwa hiyo mama mkwe mwenyekiti wa baraza la mawaziri, watoto wake wawili, mkwe na mke wa mkwe wake, mawaziri. Sasa kwenye serikali mnayoilinda, bwana askari, serikali wakati mwingine ukikosea unalazimika kuwajibishwa. Huyu mama anaweza kumwajibisha mkwe wake, anaweza kumwajibisha mtoto wake. Katiba hii imekataza kwamba haitaruhusiwa mtu yoyote kuteua mtu kwa upendeleo. Hivi kweli tujiulize, kwenye nchi hii ya watu milioni 65, watu wenye uwezo ni familia ya Samia tu, ndio wamesoma sana, ndio wanafaa sana. Kama sio nepotism ni nini? Kama sio nepotism ni nini? Alafu vinatumwa vichawa vinajibu hoja kubwa hizi kwa kuropoka kwenye mitandao ili wakapewe chakula. Tunataka nchi ambayo mtoto wako wa mama wa hapa Manjera, wa mama wa hapa Uyole, wa mama wa kitongoji chochote atapata elimu inayolingana na mtoto wa Heche. Watoto hawa wawekwe kwenye madarasa sawa sawa, yenye uwezo sawa sawa,
waoneshe uwezo, alafu anayeshinda mwingine achukuliwe kufanya kazi kwa content of the brain, sio kwa upendeleo. Hebu Mbeya nisikilizeni. Mbeya hapa Mwanjero hapa, mama anayeuza viazi, mtoto wake anasoma shule inaitwa shule ya msingi Mwanjero, ambako mwalimu analipwa mshahara shilingi 300,000, shilingi 400,000. Mwalimu kabla ya mwisho wa mwezi ameishaweka kadi yake, kadi ya benki, kwa mtu amkopeshe hela, mkopo wa kausha damu. Huyo mwalimu anaenda darasani, hana utulivu, anafundisha mtoto wako. Na mtoto wa Heche aliyekuwa mbunge anasoma shule ya International School ambayo ina vifaa vyote, walimu amelipwa vizuri, alafu anapewa mtihani sawasawa kushindanishwa. Hivi mtoto wako atawezana na mtoto wangu? Itaonekana kwamba mtoto wako hana akili, kumbe yeye hakufundishwa vizuri, mtoto wangu amefundishwa vizuri. Tunataka kuondoa hayo matabaka. Haiwezekani kwenye nchi hii eti serikali yenye kodi vitu vya binafsi vinawashinda. Hivi ulishawahi kuona wapi? Mimi sijawahi kwenda sehemu yoyote kwenye dunia eti shule private ni nzuri kuliko ya serikali. Huyu wa private analipa kodi serikalini, ananunua ardhi, serikali hainunui ardhi, hailipi kodi. Inakuwaje wewe mtu binafsi uwe na shule nzuri kuliko serikali? Inakuwaje hospitali binafsi? Hivi mnanielewa vizuri? Inakuwaje hospitali binafsi inayolipa kodi, inayonunua vifaa vyenye kodi, inayonunua madawa yenye kodi iwe bora kuliko hospitali ya serikali ambayo madawa yake hayana kodi, vifaa vyake havina kodi, majengo yake hayana kodi? Inawezekanaje? Tunataka tubadilishe mazingira, tuanze upya. Shule mtoto wako atakayosoma ndio mtoto wa waziri mkuu atakayosoma, ili washindanishwe uwezo. Mwenye uwezo apate kazi. Meritocracy society. Sema meritocracy society. Hatuwezi kuwa kwenye jamii ambayo chawa ndio wanapewa kazi. Wenzetu wameanza kupiga hatua. Majaji hawa wanaoteuliwa si na rais. Rais akidara akiamka anateua mtu na uwezi kumhoji popote. Uongo kweli? Yani, kwa mfano wenzetu wa Kenya, kwa sababu wana katiba nzuri walioandika, wewe ukitaka kuwa jaji pale Kenya, mahakama zinazotenda uhuru, zinazotenda haki, ndio maana kila siku serikali ya Kenya inashindwa mahakamani. Ukitaka kuwa jaji, kuna chombo kinaitwa Judicial Service Commission. Sema Judicial Service Commission, au kwa Kiswahili tume ya mahakama. Tunaelewana vizuri? Tume ya mahakama, tume ya utumishi wa mahakama. Hiyo tume ya utumishi wa mahakama inatangaza kazi. Inatangaza nini? Inasema tunahitaji majaji 50 wenye sifa zifuatazo. Inatangazwa kwenye vyombo vya habari. Kila mwenye uwezo aombe. Kila mwenye uwezo afanye nini? Unatuma CV yako. Labda wanasema uwe na degree 1, umesoma sheria, umewahi kuwa hakimu, au umewahi kufanya kazi wapi. Unapeleka pale CV. Masaga anapeleka, Brenda anapeleka, shehe wangu anapeleka, Ponera anapeleka, Heche anapeleka. Alafu mkisha peleka CV zenu, tume ya utumishi wa mahakama inawatangazia Wakenya. Kuna watu 200 wameomba. Moja wapo ni Heche anatokea Tarime, wa pili ni Masaga anatoka Mbeya, shehe anatoka Zanzibar. Kama kuna mtu yeyote anawajua hawa watu na sifa zao, tuletea hayo maoni. Watu wanatiririka. Huyu Heche alikuwa hakimu Tarime, alikuwa anakula rushwa na alinihukumu mimi. Haya, shehe wangu kutoka Zanzibar, huyu hana maadili, aliwahi kutembea na mke wa mtu. Shehe ni mfano tu. Haya, Masaga huyo aliwahi kuiba kuku,
au makaratasi yake ya shule anasomea jina la mtu hakufaulu, tunamjua kijijini kwetu, mtu alikufa akachukua jina lake, kwa hiyo sio sifa zake, wanapeleka pale. Sasa Ponera amebaki ndio amefuzu na Brenda. Kwa hiyo tume inawaita sasa kwenye interview. Jamani, mliomba ujaji njoo hapa. Hebu tueleze Heche, wewe ulikuwa hakimu Tarime. Bwana Mwakipesile amesema uliwahi kumhukumu ukara rushwa, unasemaje? Unajua sui mahindi yaliungua sini, wewe ufai. Wewe ulikula vitu sio vyako, ufai. Tunaelewana vizuri? Si mmenielewa hapo? Haya, Brenda, wewe si ulifanya nini? Hufai. Waliofaa ni watu wawili, ni fulani na fulani, wanatangazwa kwenye gazeti la serikali na rais anatakiwa kuwaapisha. Rais hana mamlaka, hana uwezo wa kuwakataa, lazima awaapishe. Ndio maana kama mnakumbuka, Kenya kuna majaji waliwahi kumchapa Uhuru Kenyatta, wakaomba kwenda mahakama ya rufaa, akawakatalia. Wakati wamefaulu, jaji mkuu akawaambia koma, kataa mke wako, sio majaji walioteuliwa na tume ya mahakama. Sasa huyo jaji akiingia kwenye kiti cha ujaji atakutendea haki. Anajua mimi nimepata kazi hii kwa sababu ya uadilifu na uwezo wangu, kwa sababu ya akili yangu. Na wengine wote kule chini wanajifunza kwamba ili uwe jaji, moja, uwe mwadilifu, mbili, usome vizuri. Kwa hiyo watu wanaweka bidii. Sasa hapa Tanzania mtu analala na amka anapigiwa simu, Mheshimiwa Rais, na shangazi yake hapo. Sasa hivi unajua yule mtoto wa mjomba wako Mwajuma amesoma sheria alafu hana kazi, yuko wapi? Yuko hapa nyumbani anaoshaosha vyombo. Haya, asubuhi unafungulia Radio Tanzania, Mwajuma mtoto wa mjomba wangu ni jaji mahakama ya mkoa. Utapata haki wewe hapo? Utapata haki yako hapo? Huyo Mwajuma atakwenda kufanya kazi ya yule aliyemteua. Sawa sawa? Vigezo vya mtu kuwa DC ni nini? Vigezo vya mtu kuwa mkuu wa mkoa ni nini? Vigezo vya mtu kuwa waziri ni nini? Ndio maana tulipokuwa bungeni, siku moja kuna mtu alikuwa anaitwa Omar Kegweta Mgumba, akasimama kutetea ujinga bungeni. Tulikuwa na kitu kinaitwa export levy. Akasimama kutetea maovu bungeni. Magufuli akasema, nimefurahishwa sana na wewe ulikuwa unatetea serikali, nimekuteua kuwa naibu waziri. Kwa hiyo tangu siku hiyo kila mtu akagundua nikijipendekeza, nikisifia, nikiwa chawa mtateuliwa. Kwa hiyo kuna chawa wameteuliwa kuwa ma-DC, hawafai hata kuwa waosha nyumba, anakuwa DC. Hafai kuwa hata diwani. Kuna chawa wameteuliwa kuwa wabunge, uongo kweli? Kuna chawa wanateuliwa kuwa mawaziri. Sasa nchi kama hiyo inaendeleaje? Inaendeleaje watu wa Mbeya? Hebu fikiria hivi. Mwaka 75, kama tusingepata uhuru mwaka 61, Waingereza na Wajerumani, ukisoma makabrasha yao, walikuwa wamepanga hivi: kufikia mwaka 75 barabara ya kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka Tunduma, mpaka iwe leni 4. Nikisema leni 4 mnanielewa? Yaani huku ziwe barabara 2, halafu zinatenganishwa na kule ziwe barabara 2. Mwaka 75 Mjerumani alipanga kujenga hiyo barabara. Kwa nini? Kwa sababu, na haya ni mambo yale niliyokuwa nasema, tumebarikiwa. Yaani sisi tuna bandari ya Dar es Salaam, tuna bandari ya Mtwara, tuna bandari ya Tanga. Alafu Mungu alivyotupendelea akatuwekea nchi 6 landlocked. Nikisema landlocked mnazifahamu? Nchi ambazo hazina mlango wa bahari. Tuna Kongo, mizigo inapita hapa mnaona. Tuna Zambia, tuna Malawi kwa upande mwingine. Alafu upande ule tuna Rwanda, tuna Burundi, tuna Uganda, tuna Ethiopia na tuna Sudan. Zote hizo tukitengeneza miundombinu bora, mizigo yao watachukulia hapa. Kwa sisi
Mungu ametuwekea maji. Hebu fikiria mamangu, maji ametuwekea bure ya bahari, bure, hatuyalipii, hayaishi leo, hayaishi kesho. Ameweka hapo, ametuwekea na nchi hapo, ili mtu apate mafuta ya lori, mafuta ya kutumia kuweka kwenye gari yake Kongo, lazima yapite hapa. Ili mtu aendeshe gari Kongo, lazima lipite hapa. Ili mtu avae nguo Kongo, lazima ipite hapa. Ili spika ziende Kongo, boda boda, magari yanapita hapa kwenye maji yetu bure. Ili mzigo utoke Kongo uende China, kopa, dhahabu, nikel, kila kitu, mihogo, chochote wanachouza lazima kipite hapa. Kwa hiyo wewe kama nchi, ndio maana Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam peke yake atalisha nchi za Afrika Mashariki na Kati na watu wale rahat. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kujenga gati. Kujenga nini? Gati ni stendi, ni kama tuseme stendi kwa lugha rahisi. Gati ndio sehemu ambayo meli inapaki. Kwa hiyo tunaweza kusema ni stendi ya meli. Stendi ya nini? Zinazoshusha mzigo na kupakua mzigo unaoenda nje. Kwa hiyo sisi tumezungukwa na nchi 6. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe kama kiongozi wa serikali ni kujenga gati, alafu meli zinakuja zinapaki hapo. Kongo akishusha pesa, akishusha mzigo, wewe unakula hera. Mafuta yakipita unashusha hera. Sio nini hera. Sasa Mwalimu Nyerere alikuta hiyo bandari imejengwa na wakoloni. Mwalimu Nyerere akaja akaiendeleza kwa kiwango chake. Mkapa akaja, Mwinyi akaja akaiendeleza. Mkapa akaja akaiendeleza. Kikwete akaja akaleta kitu kinaitwa tiksi, wakaiba kweli kweli mle, lakini akaiendeleza. Magufuli. Sisi Chadema, na huwa nasema hapa, watu wanasema si namsifia. Mimi siwezi kumsifia Magufuli, mtu aliyejaribu kumuua Lissu siwezi. Lakini mimi ni mkweli, mnyonge mnyongeni. Magufuli aliendeleza ile bandari, akanunua mashine mpya za kupakua, akajenga gati mpya, akaiweka ili iwe kitovu cha uchumi, iwe na efficiency. Sema efficiency. Efficiency hizo ni kizungu kikubwa, ufanisi kwa Kiswahili. Ishushe mizigo kwa haraka, iweze kushindana na bandari ya Beira, iweze kushindana na bandari ya Mombasa, na iweze kukompiti na bandari ya Lobito ya Angola. Ikajengwa vizuri, ikawa pale. Kwa hiyo sisi tukae pale, ni pesa tu zinaingia. Hata watu wasio na kazi, mkae nyumbani mlipwe pesa na serikali kila mwisho wa mwezi. Huu unakula mpunga wako, umekaa umenyanyua miguu, kwa sababu Mungu amekuweka kwenye nchi nzuri. Huyu mama alipoingia akaona wameuza dhahabu, si wameuza madini, akauliza nini kimebaki? Bandari. Akaenda kwa Waarabu wa Dubai, Mbeya peoples. Akaenda kwa Waarabu wa Dubai, akamwambia mimi na bandari pale. Waarabu ambao mwaka 1961 sisi tunapata uhuru walikuwa 70,000. Elfu ngapi? Yani watu wa Mbeya mjini, nyie ni wengi, nyie mko 300,000, nyie si 400,000, si 300,000, nyie ni wengi. Laki ngapi? 4. Nyie ni mara 5 ya jinsi Waarabu walikuwa Dubai pale mwaka 61. Wakati tunapata uhuru walikuwa wanatembea wanaokota tende jangwani. Dubai ni jangwa, wanatembea wanaokota tende, wako 70,000. Sisi tunapata uhuru, hawana hata choo cha kujisaidia, wanajisaidia kwenye mchanga, wanafunika. Mwaka 61. Leo wako 3,000,000. Wako milioni ngapi? Huyu mama, sisi tuko milioni 65. Eti sisi wote watu milioni 65 hatuwezi kusimamia bandari, amewapa Waarabu waendeshe. Sasa hapo tumesimama hapa, maelfu ya maroli yanapita hapa, yanaenda Kongo, yanaenda
Zambia, na mengine yanatoka kule kutoka Zambia yanaenda hivi. Hata kujenga barabara namba moja kwenye nchi hii inayotoa uchumi mkubwa, barabara inayomlisha, hata kujenga hii barabara ili basi ipitishe maroli kwa ufanisi, wapate hera za kuiba, ameshindwa. Sasa wewe unakuaje mtu ambaye unataka kukamua ng'ombe ambaye humlishi? Hivi inawezekana hiyo? Bwana afande, askari, hivi unaweza kuwa na ng'ombe ukamkamua bila kumlisha? Inawezekana OCD? Haiwezekani. Uongo kweli? Sasa tunakuja Mbeya kuzungumza tatizo la ardhi, tatizo la barabara, Alafu Mbeya nisikilizeni Mbeya. Tunakuja kuzungumza hii barabara. Tumepita hapa mwaka juzi tukiwa na Mbowe, wakati Mbowe ametoka gerezani, ndio inafukuliwa hapa. Leo ni miaka 4 barabara iko hapa, na mlikuwa na kamtu hapa kanajipendekeza mimi spika kanatuonea, hata barabara ya kwenda kwake hakuna. Spika gani wa hovyo kiasi hicho? Barabara imewashinda, alafu eti mna wabunge. Hebu nisikilizeni Mbeya, juzi kwenye hiki kinachoitwa budget ya serikali wametenga trilioni 1. Trilioni ngapi? Eti pesa za usafiri wa viongozi wa umma, pesa za safari, shilingi trilioni ngapi? Sasa nikisema trilioni sio kama mnanielewa. Mimi ni mwalimu, tutaenda taratibu. Iko hivi, trilioni 1, sema trilioni 1 ni bilioni 1000. Sasa hiyo bilioni 1000 yenyewe mnaijua? Bilioni 1000 ambazo ndio zinakuwa trilioni 1. Bilioni 1000, trilioni 1 yake ni milioni 1000. Yani hiyo bilioni 1 ni uhesabu shilingi 100, 200, 300 ziwe 10, 20, 30, 100. Milioni 1, yani uhesabu shilingi 1 mpaka ziwe laki. Laki 1, 2, 3 ziwe milioni. Milioni 1, 2, 3, 4, 5 ziwe 10. 10, 20, 30, 100. 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ndio bilioni 1. Sasa hiyo bilioni 1 ambayo ina milioni 1000, hiyo bilioni 1 ili iwe trilioni ziwe nazo 1000. Yani sikilizeni Mbeya, nisikilizeni kwa lugha rahisi mtakayo nielewa. Kwa lugha, yani tuko milioni 65. Milioni ngapi? Ukichukua trilioni 1, bwana afande, uingie na wewe darasani uelewe. Ukichukua trilioni 1 unagawia kila Mtanzania shilingi 14,500, ndio unamaliza hiyo trilioni 1. Kwa hiyo barabara ya kiwango cha juu kabisa hapa Mbeya, barabara ambazo zimejengwa na World Bank ni ngapi? Kuna vibarabara watakuwa waliwapa hapa. Mtaa gani na gani? Nataka muelewe vizuri, mimi ni mwalimu. Mtaa gani na gani ambao kuna barabara za World Bank? Iko Isyesye. Yaani ukiona barabara ambayo imejengwa, imewekewa vitu vya pembeni, pavement, imejengewa mitaro, imefunikwa, hiyo ni barabara ya World Bank. Ile barabara kwa kilomita 1 inajengwa kwa shilingi 800 milioni mpaka 1000. Hivi vibarabara vya kijinga kama hako ukipiga teke hivi rami inachubuka hivyo, shilingi milioni 500. Sasa hiyo trilioni 1 ambao wametenga safari, ukiamua kujenga barabara, unajenga barabara kutoka Dar es Salaam mpaka Tunduma ni kilomita ngapi? Kilomita 1000. Kwa hiyo trilioni 1 unajenga barabara ya kiwango cha World Bank yenye mitaro iliyowekewa vile vidule vya pembeni, imefunikwa vizuri kutoka Dar es Salaam mpaka Tunduma. Wameitenga hiyo, watatumia kwa safari mwaka huu. Alafu nyie hamna nini?
Alafu kuna mpumbavu mmoja, sema mpumbavu mmoja, eti anajiita mbunge, anasimama bungeni, anasema eti bodaboda wachajiwe shilingi 1,000 na machinga, eti na machinga wachajiwe shilingi 1,000 eti kulima barabara. Huyo ni Mavi, sio Mavi? Alafu eti alikuwa na attempt, anawatuma watu eti mpigieni Heche simu mumwambie sijui akifika Mbeya asiniseme mimi. Wewe koma ukomae, usinijaribu. Mbeya peoples, tuko serious na ukombozi wa nchi yetu, sawa sawa. Tunataka kila mtu anufaike na rasilimali za nchi hii, na kila mtu atawajibika na matatizo yake. Unawezaje kuwa mbunge mjinga kiwango hicho? Sheria ya fedha, sheria waliotenga ya fedha, wametenga sheria, wametunga sheria inayosema hivi, wakati wananchi wanaumizwa. Mbeya, nisikilizeni, na hapa nitarudi tena darasani. Sasa na muda unaenda speed na mambo mengi. Iko hivi, bajeti ya serikali, bajeti, sio kama mnanisikia hivi. Wangapi mnaelewa ninachokisema? Kwanza wote mnaelewa? Wote mnaelewa? Kule juu wangapi mnaelewa ninachokisema? Wote wanaelewa? Asante. Iko hivi, sasa mimi nimekuwa mbunge, sawa sawa. Mimi nimekuwa, na kuna watu hapa wana aspire kuwa wabunge. Masaga anataka kuwa mbunge, Ponera anataka kuwa mbunge, Brenda, Mama Mwakimomo, Grace Shio, mwenyekiti wetu wa Bawacha, Mama Mwakikuti. Sasa pale bungeni, haya mambo ya kuongea, si mimi sina barabara, si nini, hayo kila mjinga anaweza kusema, si unasema tu. Sasa bunge linaanzaka kuwa gumu, na pale ndio unaona mashine sasa zinasimama. Hapo utamuona Mnyika, utamuona Heche, utamuona Lisu, utaona hizo mashine ndio zinasimama sasa kuzungumza. Bunge likisha sema budget, kuna kitu kinaitwa financial bill au sheria ya fedha. Sema financial bill. Alafu inatungwa tena sheria ya matumizi, inaitwa appropriation bill. Sema appropriation bill. Sasa kwenye sheria ya matumizi pale ndio wanaweka kifungu kwa kifungu kwamba barabara ya Isyesye mpaka sijui wapi imetengewa shilingi kadhaa, choo cha shule ya msingi sijui wapi kimetengewa shilingi kadhaa, sijui madarasa ya sehemu fulani inaitwa vote. Sema vote. Baada ya hiyo kupitishwa appropriation bill, wanatunga sasa sheria ya matumizi, sheria ya fedha. Sheria ya fedha inaonesha vyanzo vya mapato na matumizi, na inaweka sasa namna ya kutumia. Sasa hapo wabunge wote viraza, ameshapiga kelele, waziri amemwambia nitaingiza kwenye budget, anaamini kwamba itaingia, haendi kusoma kwenye vote na appropriation bill, anakuta kitu hakijawekwa kwa sababu haelewi kizungu kama huyu wa kwenu huyu. Uongo kweli? Sasa ndugu zangu, wameenda kupitisha budget, wamepitisha sheria ya fedha, wanasema hivi, kila utakapo kuwa unauza ubao wako, serikali itachukua 2% kutoka kwenye mazao ya ubao, miti, sio nini. Ukilima mazao, si mazao ilikuwa wanakusanya kodi ni halmashauri tu, si ndio walikuwa wanakusanya kwenye mageti? Sasa wametunga kwamba watatengeneza mobile TRA, yani TRA inayotembea. Watakuwa wanachukua, ukilima mahindi wanakuja kuchukua 1%
kwenye mahindi yako, na wanachukua 1%. Wengine wote duniani unachaji kodi kwenye faida. Sema kwenye faida. Huwezi kuchaji kodi kwenye gross. Gross ni mtaji na faida. Sasa kwa mfano, mtu analima mpunga. Huyu mtu anakodi shamba moja, si ndio? Analipa fedha. Anakodi trekta, analipa fedha. Ananunua mbegu, analipa fedha. Anapanda, anapalilia, anapiga madawa, anavuna. Huo ni mtaji. Sasa kama mna serikali yenye akili, inachukua ule mtaji wote ulioweka, unaondoa, alafu ile faida ndio wanachukua kodi. Sasa wao wanachukua kodi kwenye mtaji na kwenye faida. Kuna serikali hapo? Huo ndio uchafu ambao watu wanaenda kupitisha. Huyu mama anaenda kupitisha kifungu cha 169 kwenye sheria ya fedha ambacho kinakwenda kusamehe kodi. Ni kwamba kodi za mapato, kwa mfano halmashauri hii inapata kitu kinaitwa service levy 0.03% kutoka kwenye migodi, kutoka kwenye nini. Sasa sheria ya fedha wanayokwenda kutunga itaenda kufuta, yani sheria ya fedha itakuwa juu hata ya sheria tulizotunga za mwaka 2017 na 16 zinazoitwa permanent sovereignty, yani makubaliano. Kwa mfano, kuna wazungu wanatulipa kodi kwenye migodi, wakikaa na Samia wakakubaliana, Samia ata waive. Waive ni nini? Ataondoa, yani atamsamehe kodi. Yani wewe unatunga sheria ya kwenda kuwaive kodi kwenye makampuni ya madini, makampuni ya mafuta, alafu unataka kuchukua kodi kwa mama anayeganga njaa hapa Mwanjerwa. Hivi kweli hao watu wana huruma hawa? Wana huruma hawa? Matatizo yote hayo yanatokana na kwamba, ndugu zangu, hatuna katiba. Nimemsikia jana kijana mmoja alikuwa Chadema, alikuwa mdogo wangu, mimi ndo nilimwachia wenyekiti wa vijana. Ameruka ameenda CCM kwa sababu ya njaa zake. Anaitwa Patrobas Katambi, ni waziri wa mapolisi, na ni waziri ambaye sio halali kwa sababu hakuchaguliwa. Amesema hivi, na hili ni jambo la hatari sana. Amesema hivi, watu wenye taarifa za watu wahalifu wampelekee, wametenga shilingi milioni 100, watawalipa hao watu. Sasa mnaelewa maana yake ni nini? Mnaelewa maana yake ni nini? Iko hivi, hiyo inathibitisha kwamba taasisi za nchi hii zimeoza. Kwa mujibu wa sheria ya nchi hii, taasisi zilizopewa mamlaka kisheria kufanya masuala ya uchunguzi wa uhalifu ni taasisi inaitwa usalama wa taifa. Tunaelewana vizuri? Watu wako trained, wamefundishwa namna ya kitu kuwa uhalifu, namna ya kuchunguza na namna ya kufuatilia. Wengine ni polisi, wamefundishwa. Sasa bwana Patrobas Katambi, unamwambia raia wa Mwanjera ambaye hajui hata uhalifu maana yake nini, akuletee taarifa, umlipe fedha, na tunajua watu wana njaa, wana shida, mmewasababishia matatizo. Hivi mtu akinyang'anywa mke na mwingine, si atapeleka kwamba huyu ni jambazi, mumkamate mumdhuru? Si ni kuchongeana huko? Hawa watu ni watu hatari, na matatizo yote haya yanasababishwa na kukosekana kwa katiba mpya. Kwa ndugu zangu, watu wa Mbeya, tumekuja kwenu kuwaomba mtunge mkono kwenye mapambano ya kudai katiba ili tubadilishe nchi hii, tuanze upya. Tunaelewana vizuri? Tuanze. Nchi hii imekwama, dereva amepotea njia, na nilimwambia Samia, wazungu wanasema speed is useless when you are lost. Speed
haina maana kama umepotea njia. Yaani wewe unaenda Zambia, alafu umegeuza gari unaelekea Dar es Salaam, alafu unaongeza mwendo, unazidi kupotea zaidi. Mtu mwenye hekima unasimama, unasoma ramani na unaelekea njia inayotakiwa kuelekea. Haiwezekani unamkamata Tundu Lissu, unamuonea, dunia imekataa. Na kwa taarifa yenu, leo nimesoma hapa nikiwa nimekaa hapa, kesi ya ICC, mahakama ya uhalifu ya kimataifa, zimeingizwa kurasa 82 zinazoeleza kwamba watu hawa waliua watu zaidi ya 3,000. Sasa Mbeya peoples wanasema hayo ni mambo yetu ya ndani. Hakuna mambo ya ndani. Sikiliza, ukizaa mtoto we mama wa kwako mwenyewe, ubebe mimba, ukae naye tumboni miezi 9, ukimzaa, ukitaka kumuua, majirani watakushughulikia. Kwa hiyo haiwezekani ukaua watu, dunia inakwambia acha kuua watu, unasema hayo ni mambo yetu ya ndani. Mauaji sio mambo yetu ya ndani, ni mambo yako na polisi na vyombo vyako ulivyovituma kuua watu. Uongo kweli? Dunia haitanyamaza. Dunia haitafanya nini? Jana mke wa Mheshimiwa Tundu Lissu na mdogo wake Polepole wamezungumza kwenye bunge la Ulaya, kwenye tume ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya, na mke wake Lissu ametema kizungu kubwa. Sema kizungu kubwa. Dunia haitanyamaza. Sawa sawa? Kwa hiyo sisi tutapiga ndani na wengine wanapiga kule nje. Ukisimama mchare, ukikaa mchare, ukichuchumaa mchare. Sawa sawa? Mbeya people. Kwa hiyo tunataka wamwachie Tundu Lissu. Tunataka wafanye nini? La pili, tunataka katiba mpya. Tunafanya mikutano hii, tunazunguka nchi nzima. Leo tuko Mbeya, kesho tutakuwa Tunduma. Wasipotusikiliza, wasipofanya nini, tutaitisha maandamano. Narudia, wasiposikia, narudia, wasipotusikiliza, tutaitisha maandamano. Nchi nzima hakuna mtoto atakaa ndani. Bwana OCD watakuwa na andamana hapa, watakuwa na andamana Mwanjero, watakuwa na andamana Tandahimba, sijui mtajigawa vipi nyie. Tunaelewana vizuri? Wangapi mko tayari siku chama kikisema? Mbeya wangapi wako tayari? Mbeya people! People! Nikisema people, sema free Tundu Lissu. People! People! Waandishi panda hapa tumalizie ya mwisho hii iende duniani huko. Haya, Mbeya, 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 twende kazi. Mbeya twende kazi. Mbeya twende kazi. Wangapi wako tayari? 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 Mbeya people! 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 Nikisema people, sema free Tundu Lissu. People! People! Thank you very much Mbeya. Tunawapenda sana. Tunawashukuru sana. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.